Bwana, leo karibu sana katika kipindi cha Kona ya Afya, na wakati huu nakuletea somo fupi linalosema athari ya kuzuia chafya. Je, ushawahi kufahamu madhara ya kuzuia chafya? Chafya ni tendo lisilo la hiari, lakini pia wakati wa kupiga chafya hewa inayotoka ina mwendo kasi wa maili 100 kwa saa. Je, ushawahi kufahamu kitu hiki? Sikiliza, wakati unapiga chafya moyo wako unasimama kwa muda, yaani unasimama kwa muda ili kupisha kitendo cha kupiga chafya kifanyike. Hii ni maajabu sana, inakushtua. Lakini pia unapozuia kupiga chafya unasababisha matatizo mengi na madhara mengi sana, ikiwemo kusababisha mgandamizo mkubwa wa hewa katika ubongo, katika mapafu, mishipa ya damu, lakini pia na masikio. Na hizi zifuatazo basi ni athari zinazotokea pale unapozuia kupiga chafya. Kwanza kabisa, unaweza kusababisha kuvunjika kwa mbavu zako au kutokea kwa nyufa. Lakini pia kuna kuziba kwa masikio. Unapozuia chafya unasababisha kuziba kwa masikio. Hii inatokea mara nyingi sana. Lakini pia kuzuia kupiga chafya kunaweza kusababisha kifo. Hii ni kwa mara chache. Lakini pia unapozuia kupiga chafya unasababisha damu kuvuja katika ubongo. Na hii ni pale ambapo mishipa ya damu inapokuwa imepasuka. Sasa damu inaweza ikavuja kwenye ubongo wako na ikaleta hatari kubwa sana. Hizo ni baadhi ya athari ambazo zinasababishwa na kuzuia au kuzuiliwa kwa chafya. Kwa unaposikia chafya inakuja, piga chafya bila kuizuia. Iachie, lakini kwa ustaarabu. Achia chafya itoke, lakini kwa ustaarabu, ili usibugudhi pia walio karibu yako. Kamwe usizuie kupiga chafya. Piga chafya, maana ni kitendo kinachosaidia kusafisha njia za hewa au njia ya hewa. Tukutane kipindi kingine. Ulikuwa nami katika kipindi hiki, nikutakia usikizaji mwema na utazamaji mwema, lakini pia unaweza kaachia comment yako hapo kwa nyongeza zaidi katika kipindi hiki cha leo. Asante, endelea kutufuatilia. Bye.